Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Nianze kwa kutoa pole kwa ndugu, jamaa, marafiki pamoja na kanisa kwa ujumla kwa kupotelewa na ndugu yetu. Jamani, hakuna mwanadamu ambaye anaweza kutoa faraja na ikaonekana imekamilika isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Maana kwa kweli, kwa jinsi tulivyo sisi wanadamu, namna tunavyoishi katika ulimwengu huu, tunapungukiwa. Linapofika kwenye swala gumu la namna hii, hakuna mwenye ujasiri wa kutosha kumfariji mwingine mpaka akaridhika, akakubali ya kwamba amefarijiwa. Hakuna. Isipokuwa tunapeana tu maneno ya kutiana moyo kwa nyakati hizi ngumu. Na hivyo niendelee tena kutoa pole sana kwa kila aliyeguswa na msiba huu. Sasa wakati huu ni wakati wa kujifunza neno la Mungu, alafu ndipo tutaendelea. Nitasoma katika kitabu cha Ayubu sura ile ya 14, fungu la kwanza na la pili, alafu pia fungu la 14 na la 15, alafu ndipo nitakapozungumza machache. Neno la Mungu linasema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Nishie hapo kwanza. Nasema ikiwa ni wewe unatambua ya kwamba ni mwanadamu, ujue ya kwamba hauna siku nyingi za kuishi. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ya kwamba hauna muda mwingi wa kuishi. Hauna wakati mwingi. Na hivyo wakati ulio nao ndio huu wa sasa. Yaani hivi ninapozungumza na wewe unanitazama na kunisikia, huu ndio muda tulio nao. Kesho ni bahati ikitokea tumeamka. Kwa hivyo muda tulio nao ni sasa. Kama unahitaji kufanya maamuzi ya msingi kwenye maisha yako, ni wakati huu, sio kesho. Kama unahitaji kujenga mahusiano mazuri na familia yako, pamoja na ndugu zako, na jamaa zako, na majirani zako, na mke wako, na mme wako, na watoto wako, muda ulionao ni leo. Huu ulionao sasa ndio muda ambao unapaswa kufanya maamuzi hayo. Kama unahitaji kufanya maamuzi ya kuacha kunywa pombe, sio kesho. Useme kesho nitaacha nitakapoenda kuaga. Kama unahitaji kufanya maamuzi hayo, ufanye leo hii sasa. Kama unahitaji kuacha uzinzi, ufanye leo hii sasa. Kama unahitaji kuacha uongo, ufanye leo hii, ni sasa. Kama unahitaji kuamua sasa kuanza mahusiano upya na Mungu wako, kuanza kusali, kuanza kuabudu, ni wakati huu wa sasa, ndio wakati ambao unao. Kesho ni rehema ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana anasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi sio nyingi, na anafananisha na maua. Kwa lugha nyingine afananisha na mimea. Mfano hapa tuna majani hapa. Ungepita wakati wa masika ungeona hapa kote kuna kijani, kote. Lakini masika yamekwenda, kiangazi imeingia, na sasa mvua zimeanza kunyesha, lakini kwa sababu hasijanyesha vizuri, unaona bado kuko hivi. Yanaonekana ni kana kwamba yamekufa. Na ndivyo maisha yetu yalivyo. Sasa ukishajua ndivyo maisha yalivyo hivyo, ukae ukiwa unajua na kutambua ya kwamba siku moja nami pia nitakufa. Unajua ukizungumza jambo hili kwetu sisi Afrika tunaogopa sana. Tunaona ni kana kwamba ni uchuro. Lakini sikiliza, ndio ukweli. Siku moja wewe na mimi ambao leo tumeketi hapa tunasikiliza, tupo kwenye msiba wa mwenzetu, siku moja na mimi au wewe wataketi kama hivi leo wakiwa kwenye msiba wangu au wako. Na swali linabaki kuwa hili: ulifanya nini ulipokuwa hai? Ulifanya nini? Je, walipokushauri uwe na upendo kwa wengine, ulikubali kufanya hivyo?
Walipokushauri uache ugomvi, ulikubali kufanya hivyo. Walipokushauri uache pombe ambazo hazikuletei faida, ulikubali kufanya hivyo. Walipokushauri kusali, je, ulikubali kufanya hivyo? Walipokushauri kuwa na mahusiano na majirani, je, ulikubali kufanya hivyo? Jamani, msikilize. Ukishakufa, umekufa, hakuna muda mwingine tena utakaopata wa kurekebisha makosa uliyoyafanya. Hautapata. Utakuwa umekwisha, umetoka, umepotea hivyo. Na Mungu wetu ni Mungu wa neema sana, anatupatia muda. Hivi tunapoishi, tunalala, tunaamka, ni muda ambao unapewa. Ni muda ambao ninapewa ili nitafakari maisha yangu. Je, hivi ikitokea nimekufa sasa, hukumu je ikija itakuwaje? Siku moja kwenye ufalme mmoja ulikuwa na hakimu mmoja ambaye yule hakimu alikuwa ni dhalimu kweli kweli. Alikuwa yeye mwenye haki anasema hana haki, na asiye na haki anasema anayo haki. Na mfalme alikuwa amepewa taarifa muda mrefu, bwana, kuna hakimu ambaye huyu sasa inaonekana sasa na ufalme wako wote umechafuliwa kwa sababu ya huyo, maana yeye anafanya vinginevyo. Mfalme akasema, msubirini tu, tumpatie muda, huenda atabadilika. Alipokuwa anapewa muda, jamaa abadiliki, anaendelea vile vile. Siku moja mfalme alipoamka asubuhi alisema, mkamateni. Wakamkamata. Akamwambia mfalme, tumemkamata, tumfanyeje? Akawaambia, nendeni mkamchune ngozi akiwa hai. Na wakaenda wakachuna ngozi ile akiwa hai. Wakamwambia mfalme, tumemaliza, tufanye nini? Akawaambia, bado anapumua. Akasema akasema, nendeni mkamzike akiwa hai. Wakazika. Akamwambia mfalme, tufanye nini na ngozi yake? Akawaambia, ngozi yake nendeni mahakamani alipokuwa anaketi kwenye kile kiti, mukitengeneze upya mkiwa mmekitengeneza kwa ngozi hiyo. Wakaenda wakafanya vile. Alafu siku moja mfalme akasema, ninataka kuteua hakimu mwingine sasa. Na siku ilipofika, mfalme akateua hakimu mwingine. Akamtafuta mtoto wa yule hakimu aliyechunwa ngozi, akamwambia, wewe ndio utakuwa hakimu badala ya baba yako, na utaketi kwenye kiti kile kilichotengenezwa kwa ngozi ya baba yako aliyochunwa akiwa hai, ili nione kama na wewe utaenenda na mwenendo huo. Kijana alipochaguliwa, alipofika kwenye kile kiti akaketi, kila alipoamua kesi alikumbuka ya kwamba nimeketi kwenye kiti ambacho ngozi ya baba yangu ambaye alikuwa dhalimu imetengenezwa hapa. Nikifanya ovyo leo na kesho kutwa na mimi nitafanywa vile vile. Sasa tusikilizane. Leo tupo hapa kwa ajili ya mwenzetu ambaye amefariki. Kesho na kesho kutwa na siku nyingine wataketi hivi hivi kwa ajili yako. Na hivyo wewe ni sawa na yule kijana ambaye ameketi kwenye ngozi iliyochunwa ya baba yake. Na Mungu anatutazama hivyo. Je, tunaishije kwenye maisha yetu hapa tunapokuwa tukiishi katika ulimwengu huu, tunapohusiana na wengine, tunapojaribu kuona maisha yanakwendaje? Je, tunafanya nini? Jamani, msikilize. Hakuna mwanadamu mwenye uhakika wa kuishi milele, maana wewe sio jiwe. Yaani kama unataka kuishi milele, ubadilike uwe jiwe, kweli utakaa tu milele. Lakini hata na mawe pia kuna wakati wanayapasua pasua na kuwa kokoto ndogo ndogo, wanatengeneza lami. Kwa hiyo hata na yenyewe hayana uhakika wa kuishi milele. Wakati huu ambapo unayasikia haya, ndio wakati ambapo unapaswa kufanya maamuzi kwa ajili ya maisha yako. Kama ulikuwa umeshafanya makosa huku na kule, ndio wakati wa kurekebisha yale makosa. Kama umekuwa wakikuhubiria injili, wanakuambia kuna Yesu anaokoa, anaponya,
na wewe ulikuwa unadharau, wapendwa, wakati huo sio wakati wa kudharau. Kama wamekuwa wanakulalamikia majirani wanaokuzunguka, nikwambie wakati huu ndio wakati ambapo unapaswa kurekebisha. Maana neno la Mungu linasema baada ya kifo ni hukumu, na ni kweli. Baada tu ya kufa, wapendwa, utakuja kushtukia Yesu amerudi na wafu wanafufuliwa. Na wapendwa, iko hivi, ufufuo ule wa kwanza wenyewe watakwenda mbinguni, lakini ule ufufuo wa pili wanafufuliwa ili kusudi wachomwe moto. Na ngoja niwaambie sasa, ili muelewe hatari iliyoko ni hii. Ili hukumu ionekane ni hukumu kabisa iliyotendeka kwa haki, Mungu anachofanya ni kama vile tunavyofanya leo kwenye mahakama. Ni lazima mtuhumiwa afike mahakamani, na hivyo hata kama utakufa, kama utakuwa umefanya ya ajabu, Yesu akija ni lazima tu ufike mahakamani, ufufuliwe. Alafu ukishafufuliwa uone mabaya yote ambayo uliyafanya, uone fursa zote ambazo ulipewa na ukazikataa, ili kusudi unapoungua moto uone ya kwamba ulipoteza muda mwingi usio na faida kwa mambo yasiyo kusaidia jambo lolote. Na unajua, ni kama yule hakimu aliyechunwa ngozi tu akiwa hai. Na moto vile vile utashuka watu wakiwa hai, maana watafufuliwa ili waone matunda ya uharibifu waliofanya. Kwa hivyo usicheze na muda ulio nao sasa, usicheze nao kabisa. Fanya mambo ambayo naona yatakusaidia katika maisha yako ya kila siku, maisha yako ya mahusiano na wengine, lakini maisha yako na mahusiano yako wewe mwenyewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua hapa, hata ibada hii tunayofanya hii, hatuifanyi kwa ajili ya yule aliyekufa. Hii tunaifanya kwa sisi tulioko hai. Maana yule hawezi kusikia sasa hivi. Hata ukienda ukifinya hawezi kusikia. Si unaona tutaweka mwili wake kwenye mavumbi hapo. Hawezi kuhisi, kana kwamba hapo anafukiwa, haisi chochote. Uhai umepotea, fahamu zimepotea, na hakuna chochote kinachoendelea huko kuzimu. Wapendwa, neno la Mungu lina uhakika ni kwamba huyo atasubiri mpaka Yesu aje, na Yesu atakapokuja ndiye muamuzi, na hayo tunamwachia yeye mwenyewe. Yale mafungu anaendelea kwa kusema hivi. Anasema hivi, mtu akifa, je, atakuwa hai tena? Anasema mimi nitangoja siku zote za vita vyangu, hata kufunguliwa kwangu kunifikirie. Wewe ungeita nami ningekujibu, ungekuwa na tamaa ya kazi ya mikono yako. Kule kaburini hakuna kusikia tena. Kule kaburini hakuna lolote linaloendelea tena. Maana kama kanuni ya kumuumba mwanadamu, kama inavyozungumza kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26 na ile 2:7, kama ni mavumbi tu ya ardhi, na baadaye Mungu akapuliza pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Na sasa kanuni ya kifo ni ile ile tu. Ni Mungu anapotoa pumzi yake, inabaki ni mavumbi. Na ndio maana anasema ni mavumbi, na mavumbini utarudi, na kweli tunarudi mavumbini. Wala hakuna chochote kinachoendelea kule. Muda ulionao sasa ni muda wa thamani. Usipendelee kuchezea, na wala usipendelee mtu achezee muda wako kwa mambo yasiyofaa. Badilika. Tengeneza maisha yako ya sasa na ya milele, ili kusudi hata ikitokea leo umetoka tu hapa na wewe umepatwa na ajali au umeugua na kufa kwa ghafla, uwe na tumaini la kumuona Yesu siku anapokuja. Maana wapendwa, niwaambie, ni hakika Yesu atakuja. Isipokuwa kwa sababu ni Mungu, hawezi kukuambia atakuja lini. Atakuja tu. Yaani kama kifo kinavyoingia kwa ghafla, ndipo naye atakavyoingia hivyo hivyo. Na ndio maana anasema ya kwamba kuja kwake kutafananishwa kama vile mwizi.
Maana mwizi anapopanga kuja kuvunja, yeye huwa hatoi taarifa, isipokuwa tu anakuja, anavunja, anafanya uharibifu, anakwenda. Na ndivyo itakavyokuwa kuja kwake. Ni kama hivyo hivyo yule mwizi. Na sasa je, atakuja akikukuta bado unalewa pombe, aje anakukuta bado unasema uongo, aje anakukuta bado ni mzinzi, aje anakukuta bado ni mchawi hivi, aje anakukuta bado hata haujali mambo yake. Wapendwa, kama vile neno linavyosema, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Ni kweli, itakuwa ni kilio na kusaga meno, maana ulisikia ulipokuwa hai, isipokuwa hukutaka kufanya maamuzi. Ulisikia ulipokuwa hai, isipokuwa ulipuuzia. Ulisikia ulipokuwa hai, isipokuwa uliona wanaokuambia ni wajinga, hawana maana. Ulisikia, na kwa sababu ulisikia au kufanya maamuzi, wapendwa, hayo ndio ambayo yatawekwa mbele yako kama ushuhuda, kama ushahidi ya kwamba wewe ulipewa nafasi, isipokuwa hukutaka kuitumia vizuri. Na sasa utaonyeshwa matendo yako wewe mwenyewe, ili uyaone namna ulivyovuruga maisha yako wewe mwenyewe. Na Mungu ni wa rehema na neema, kwa sababu kila leo analeta watu wakuambie. Kila siku unaona watu wanahubiriwa, anakuambia ni kengele inayogonga ya kwamba usidharau, usikia na uelewe, maana kuna siku tu utapoteza uhai. Wale wote ambao watakuwa wamemwamini Yesu watakao kupoteza uhai wao wanajua, kwa sababu Yesu alikufa na akafufuka, na kwenye kitabu cha Ufunuo anasema ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Wanajua ya kwamba siku moja tu atafufuliwa, na hivyo wana mashaka, maana neno la Mungu inawapatia tumaini la pekee. Nikupelekezee hilo liwe tumaini lako pia. Fanya maamuzi ya kumjua Mungu. Fanya maamuzi ya kujua Yesu. Fanya maamuzi ya kuanza kutafuta kilicho chema na ukifanye. Fanya uamuzi wa kuanza kutafuta yale mambo ambayo unaona kwa kweli haya yanaweza kuwa msaada kwa jamii. Saidia watu, wapende, wasamehe wanapokosea. Yatakuweka katika nafasi nzuri siku Yesu anapokuja. Napokwenda kumalizia, sitamaliza mpaka niseme jambo hili. Labda nitoe wito tu wale ambao wapo hapa na wanasema ya kwamba kwa kweli inabidi nifanye maamuzi ya maisha yangu mimi mwenyewe, wakikataa namna mbalimbali zisizofaa, na wanasema kwa kweli ninatambua na mimi siku moja nitakufa, na ninahitaji nife nikiwa nimefanya yaliyofaa, yanayopendeza Mungu. Au wasimame tunapokwenda kuomba na kupisha program nyingine iweze kuendelea. Wasimame tunapokwenda kuomba. Wito ni wa kwako wewe mwenyewe binafsi. Hakuna anayekulazimisha kufanya hivyo, isipokuwa ni maamuzi ya mtu mwenyewe binafsi. Namna anavyochagua ndivyo namna ambavyo atakuwa, na wala hakuna ambaye atakuja kuuliza, isipokuwa ni wewe mwenyewe tu. Nafsi yako siku moja itakusuta, itakwambia ulipoteza muda huu, ungeutoa uenda kwa ajili ya kumsaidia mtu fulani, ungetoa muda kwa ajili ya kuona mgonjwa, ungetoa muda kwa ajili ya kusaidia mwenye njaa, ungetoa muda kwa ajili ya kusaidia mlemavu, ungetoa muda kwa ajili ya kusaidia kiwete, ungetoa hayo yote. Kwa kuyafanya hivyo, najiweka kwenye nafasi nzuri, maana unajua Mungu anachotazama sana si kitu kingine isipokuwa ni matendo yaliyoambatana na moyo thabiti wa kufanya yanayompendeza. Basi tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, kwa kuwa neno lako limesema shukuruni kwa kila jambo, hata hili nalo tunashukuru, maana hakuna anayeweza kukuamulia. Ni wewe mwenyewe unavyoamua ndivyo inavyokuwa. Sisi wanadamu ambao ni viumbe vyako tunapokea yote yanayotoka kwako. Na sasa limefika jambo hili la mauti katika nyumba hii. O Bwana, tunakuomba ukatufariji. Tunakuomba ukatusimamie katika wakati huu mgumu, wakati wa huzuni, wakati wa mawazo, wakati wa kulia, wakati wa kujuta. Bwana, tunakuomba ukawe pamoja nasi. Faraja yako ikawe pamoja nasi, kwa kuwa
umesema nasi. Bwana, tukumbushe ya kwamba siku zetu zinahesabika. Hakuna atakaye kuwa na uhakika wa kudumu hata milele, maana wanadamu wote walioumbwa kwa sura na mfano wako, baada tu ya kutenda dhambi walitangaziwa mauti, na sasa mauti imefika. Saidia kila mmoja aliyeko hapa ambaye anaamua leo kufanya maamuzi thabiti ya kutenda yaliyo mapenzi yako. Kwa nguvu na uwezo wetu sisi wanadamu hatuwezi, kwa sababu tunavutwa zaidi kutenda dhambi kuliko utakatifu. Lakini kwa maamuzi tunayoyafanya ndani ya mioyo yetu, wewe unatuwezesha na kututia nguvu. Hebu katutie nguvu kila mmoja aliyeko hapa. Bwana, utubadilishe, utufanye tufae kwa ajili ya uzima wa milele. Tuwe na ujasiri wakati wa hukumu. Tunakuomba tunapoendelea na taratibu nyingine za kuona mwili na mambo mengine, ukaendelee kuwa faraja yetu. Wapo ndugu ambao wako njiani, ukawasaidie waweze kufika salama. Nao wanapokuwa wakija, uwapatie faraja ya pekee. Wakumbushe tumaini katika neno lako la uzima, ya kwamba Yesu atakapokuja wafu watafufuliwa, na wao wakawe waaminifu, ili kusudi wafu wanapofufuliwa, Bwana, wakapate tumaini la hakika. Tunaamini utakuwa pamoja na kila mmoja wetu sasa, katika jina la Yesu, amina. Tunaweza kubariki.